Yes, bana, karibu mwana michezo. Exclusive interview nikiwa na Yusufu Bundala, mchambuzi mdogo kuliko wote Tanzania, lakini maarifa ni makubwa kweli kweli. Tunazungumza mchezo wa Young Africans dhidi ya Azam FC, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 2 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki na Kati, dimba la Benjamin Mkapa. Tathmini za mchezo utakuwaje, kwa namna ambavyo historia zinazungumzwa wanapokutana Azam dhidi ya Young Africans, mambo yanakuwa vipi? Ni Benge dhidi ya Pedro Goncalves. Yusufu Bundala, uko vizuri? Niko swadakta ndugu yangu. Familia inasemaje? Familia iko vizuri, mambo yanaenda ndugu yangu, kibishibishi sana kwa sababu ajambo kabisa. Bwana, sawa, tuanzie hapa. Ni Azam tena dhidi ya Young Africans. Mchezo wa mwisho ulikuwa visiwani Zanzibar. Ngome ilisha kwa sare, Matuta yakaamua Yanga kuwa bingwa kwa maana hiyo. Lakini safari hii ni mchezo wa ligi kuu tena, dakika 90 zinakwenda kuzungumza vipi? Walimu wawili, uwezo tofauti. Florent Ibenge anakutana na Pedro Goncalves. Ni mchezo ambao ni mgumu sana kwa maana ya kimbinu, uzito wa makocha wote wawili, uzito wa timu zenyewe, quality ya wachezaji, lakini pia namna ambavyo wachezaji wataichukulia mechi kwa ujumla. Kuna ugumu ambao utakuwepo na utazungumza huo ndani ya dakika 90. Kwa maana imekuwa ni ngumu sana anapokutana Young Africans dhidi ya Azam FC kuisha, yani si mchezo ambao unakuwa ni mwepesi. Hiyo ni kutokana na madaraja ya timu zote mbili. Nadhani kwa mara ya mwisho wamekutana pale visiwani Zanzibar kwenye kombe la CRDB. Tuliona namna ambavyo Yanga walipata ugumu kweli kweli ndani ya dakika 90, lakini makosa ambao waliyafanya. Ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu sana kwa maana madaraja ya timu zote mbili. Ukija kutazama uzito wa makocha pia kwenye namna ya kutengeneza falsafa, mbinu ndani ya uwanja, naamini bado mechi itakuwa ni ngumu sana kutokana na hayo madaraja ya timu zote mbili. Naamini kila mmoja atahitaji kuzipata alama 3 ambazo anaamini zitamsogeza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Endapo Young Africans atashinda, basi matumaini ya wengi kwenye Yanga namna ya kupoteza alama ama kudondosha alama yatakuwa yanafifia, kwa sababu wengi waliamini huenda akadondosha dhidi ya Simba Sports Club, lakini wakaweza kugawana alama moja, ikawa na faida kwake kwa sababu alikuwa ugenini. Mchezo dhidi ya Singida Black Stars wakaamini Young Africans anaweza kadondosha alama, akaenda akapata alama 3. Mchezo dhidi ya Prison ambao ulikuwa ni mgumu kweli kweli, watu wakaamini kwamba huenda Young Africans leo anaweza akapata sare, lakini dakika za jioni anaondoka na alama 3 baada ya kufunga bao moja likifungwa na Depo. Sasa mchezo pekee ambao umebaki na wenye matumaini ya wengi, wale wanaoiombea mabaya Young Africans, ni mchezo dhidi ya Azam FC, kwamba Young Africans endapo atadondosha alama waidha 3, manake gepu kati ya yeye na Simba itakuwa ni alama 2 endapo Simba sasa atashinda mchezo ambao unafuata. Lakini endapo watagawana alama kwa maana ya alama moja, gepu itakuwa ni alama 4. Sawa, kati ya yeye na Simba Sports Club. Kwa hiyo maombi ya wengi ni kuona namna gani ambavyo Young Africans atadondosha alama kwenye mchezo wa leo, sababu baada ya Simba kutoa sare dhidi ya Young Africans, lakini pia akapoteza dhidi ya Azam FC na akatoa sare, kuna namna ambavyo unaona maombi ya namna gani ambavyo anaweza akaichukua ile nafasi ya kwanza kuhakikisha na jiweka kwenye nafasi nzuri ya kubeba ubingwa yanakuwa ni madogo endapo Young Africans atadondosha alama. Ukitizama Azam ya Florent Ibenge na ukitizama Young Africans chini ya Pedro Goncalves, katika michezo kadhaa ambao wamecheza kimbinu zaidi, unakwenda kuzungumza kwa maana ya asilimia, unamwangalia ni Pedro akiwa na nafasi kubwa kwa namna ambavyo anacheza, ama ni Florent Ibenge na ikosi yake namna ambavyo anacheza, huenda ukao unawapa nafasi kubwa ya kupata matokeo katika mchezo kesho? Kinachotofautisha hao makocha wawili, kuna mmoja ni kocha wa daraja la kawaida ila anabebwa na CV ama quality ya wachezaji. Ambaye ni nani kocha wa daraja la kawaida? Pedro Goncalves ni kocha wa daraja la kawaida, lakini anabebwa na quality player ambayo yuko nao. Alafu kuna Ibenge ambaye ni bora kimbinu, Afrika inamtambua, lakini anakosa quality player ambayo ina uwezo wa kutafsiri kile ambacho yeye anakihitaji. Na moja kati ya mechi ambazo Ibenge anafurahia sana kuzicheza ni hizi mechi kubwa. Uwezo wake wa kusoma kile kinachoendelea ndani ya pitch
na kufanya maamuzi ambayo anaenda kuleta utofauti yamekuwa kwa hali ya juu sana, tofautisha na Pedro Gonçalves. Wanapogombana Young Africans na kocha ni kwenye namna mbinu ya kwanza imefeli. Je, ni mbinu gani ambayo inakwenda kuamua mchezo baada ya kuwa mbinu A imefeli? Yaani ile plan B sasa iapply iamue mchezo ndio imekuwa changamoto. Sasa ni makocha ambao wanatofautishwa na hizo tabia ama vipengele ambavyo nimezungumza. Ukitazama hilo ama ukitaka kudhibitisha hilo, rudi kwenye mchezo dhidi ya Simba. Ibenge hakuwa na quality ya wachezaji ambao wangeweza kupishana na Simba na wakashinda matukio ndani ya uwanja. Lakini alichokifanya kipindi cha kwanza alikubali kuwa nyuma. Akaangalia ubora na madhaifu ya Simba. Then alipokuja kipindi cha pili tukaona namna ambavyo alienda kuswitch kila alichoanza nacho kipindi cha kwanza ama namna ambavyo alienda kubadilisha ile atmosphere nzima ya kipindi cha kwanza. Baada ya kufanya sabu zake akamtia Saaduni, akamweka Kaminko, akaenda kubadilisha kila kitu ambacho Simba alikuwa anakiamini kinaweza kikatokea ndani ya dakika 90. Kwa hiyo ni mzuri sana katika kusoma kinachoendelea ndani ya uwanja. Kitu ambacho huwa kinamwangusha ni wachezaji alionao, namna ambavyo wanaweza wakawa na consistency ya kushinda mechi zao, namna ambavyo wana uwezo wa kuhimili mashambulizi ya timu pinzani ndani ya uwanja na kuyajibu kwa vitendo imekuwa ni changamoto. Lakini kwa maana ya CV ama madaraja ya hizo timu mbili, bado Young Africans ana nafasi kubwa kwenye engo ya wachezaji. Lakini kwenye engo ya ubora wa makocha, Azam ana kocha bora kuliko Young Africans. Lakini kinachoamua sasa mechi, kuna wakati mbinu za walimu zinafeli. Unabaki kwenye uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, namna ambavyo anapaswa kuibeba timu na kuamua namna gani ambavyo timu inaondoka na alama 3. Hapo ndo ambapo Yanga huwa wanafanikisha hilo. Rudi kwenye mchezo dhidi ya Prison, ni kama tayari kipindi cha kwanza mbinu za mwalimu zilishafeli kwa sababu tayari ametengeneza nafasi za kutosha, lakini ikawa ni ngumu sana kuweza kupenya kwenye ile ngome ama mfumo ambao Prison waliingia nao. Lakini uwezo wa mchezaji binafsi ambao ni Depo ulienda ukabeba mchezo na ukaondoka na alama 3 Young Africans. Kwa hiyo kitakachowaangusha Azam FC, japo naamini wanaweza kufanya chochote, lakini ni quality player, rasilimali watu. Tukizungumzia sasa kwa upande wa Bato, mara kadhaa tumezoea kuona eneo la katikati kati ya Young Africans na Azam kuna ugumu sana. Akaminko na kuaga mbaya mno, lakini Yahya bin Zaid na kuaga mbaya. Safari pia yuko Sadio Kanuti. Young Africans wanaduki Abuya, wana Damaro ambaye mara kadhaa amekuwa akiwa anaonekana pia na mwenyewe anacheza tough sana. Anakwenda kukutana kesho. Tutegemee vuta nikuvute leo pindukia zaidi ambavyo tumezoea kuiona eneo la katikati kutokana na historia ya timu zote mbili. Yani kwenye eneo la katikati kwenye mchezo wa leo wa kesho. Yes. Leo zidi ya Azam FC. Naona kabisa matukio yakiwa ni magumu sana eneo la katikati. Kwa namna ambavyo Mohamed Damaro anacheza, endapo Azam wataamua kunufaika na hilo, huenda Damaro asiumalize mchezo. Yaani huenda akapigwa kadi nyekundu ama kwa namna yote ile akaweza akashindwa kumaliza mchezo endapo Azam atafanikiwa kulitawala eneo la katikati. Lakini endapo itakuwa ni tofauti, kwa maana ya Azam Young Africans wakalitawala eneo la katikati, wategemea madhara makubwa sana, kwa sababu safari za ubora wa Young Africans ama kutengeneza nafasi kwa Young Africans kunaanzia kwenye eneo la katikati. Mawasiliano mazuri kati ya Mohamed Damaro na Duki Abuya, nyakati ambazo wanapishana nani abaki nani aende, namna ambao wamekuwa superb kwenye namna ya kupiga pasi, sehemu pekee ambazo naamini pale nikipiga pale mbio naenda kuwa na athari. Kwa hiyo moja kati ya eneo ambalo litaamua sana ugumu wa mchezo ama urahisi wa mchezo ni kwenye eneo la katikati. Endapo unafanikiwa kuwa bora kwenye hilo eneo, maana yake asilimia za wewe kushinda mchezo inakuwa ni kubwa, kwa sababu utafanikiwa kumdhibiti mpinzani wako, lakini utafanikiwa kutengeneza nafasi nyingi na kufika kwenye lango la mpinzani wako. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri njia pekee ambayo timu zote zinapaswa kuzitumia ni rasilimali watu waliopo eneo la katikati, namna ambavyo wataamua kuibeba mechi. Kama Damaro atakabidhiwa jukumu la kuilinda back four na akalifanya kwa 100%, maana kutakuwa na ugumu wa Azam kuweza kuifikia ngome ya Young Africans. Lakini kwenye mchezo wa kesho Faisal yupo. Yes, mchezo wa leo Faisal yupo. Moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na uhatari mkubwa sana kwenye namna ya kutafsiri
mbinu za mwalimu, lakini uwezo wake binafsi, kuna namna ambao umekuwa ukileta athari kubwa sana kwa Young Africans. Nadhani ndio mchezaji pekee ambaye ana historia mbaya anapokutana na Young Africans, kwa maana amekuwa na ile tabia ya kutaka kuwafunga ama kuthibitisha kwamba yeye ni mchezaji wa level la namna gani ama yupo kwenye daraja la namna gani, na naamini kwenye mechi ambayo wengi watakuzungumza na kukujaji kwa ukubwa ni kwenye aina za hizi mechi ya leo. Tuzungumzie kwa kumbukumbu ya lisiti zako, nishawahi kukunukuu ukisema kwamba Depu ni mchezaji wa mechi za kawaida, mechi ndogo. Uliwahi kusema hivyo Yusuf, kwa maana ya kwamba anakuaga hana wasaa mzuri anapocheza na timu ambazo zinakuwa na ugumu kidogo, na tumethibitisha pia hilo. Tunaonaga safari Depu unamweka wapi dhidi ya Azam, timu kubwa? Depu ambaye ana consistency bora zaidi ya kufunga hivi sasa, magoli 6 so far katika ligi, anakwenda kukutana tena Azam, anahitaji kuendelea kufunga, kujiweka sawa katika race ya trophy ya mfungaji bora. Nilizungumza hilo na narudia kusema kwa namna ambavyo Depu namtazama, endapo watu badilisha baadhi ya tabia ambazo naziona ambazo zinamfanya awe mchezaji wa kawaida kwenye mechi kubwa, basi ataendelea kubaki hivi hivi, kwa maana amekuwa na athari kubwa kwa timu ambazo hazijui namna ya kujilinda, timu ambazo zinatengeneza pua shape ya kiulinzi. Yaani kwa maana ile shape ya kiulinzi, baada ya kuwa mmepokonywa mpira, namna ambavyo mnarudi kwa haraka kutengeneza shape yenu ya kiulinzi imekuwa na changamoto kwa baadhi ya timu, na ndizo ambazo Depu amekuwa akizizulu sana hizo timu. Unaona kwenye timu zidi ya Simba uliona namna ambavyo alistruggle sana, kwa sababu alikutana na watu ambao wanajua kunusa uhatari wa mshambuliaji ama kujua tabia asilia za mchezaji, namna ambavyo alivyo na namna gani ambavyo ya kumdhibiti. Utarudi kwenye mchezo zidi ya National Al Ahly, walishajua tabia za Depu ni zipi, na akatafuta mbinu thabiti ya kuhakikisha anaweza kumzuia asifanye madhara ya kile ambacho watu wanaamini yuko nacho. Kwa hiyo anavokutana na hizi timu za madaraja ya kati, amekuwa na mfululizo wa kufunga. Sio kama ni mchezaji wa daraja kubwa sana, lakini ni kwa sababu anakutana na timu ambazo hazina wachezaji bora kwenye eneo la kujilinda, aziko na mbinu thabiti ya kuweza kujilinda. Yaani hazina ule msimamo ambao wa kuamini mimi nikifanya ile jukumu la kujilinda nitalifanya kwa 100% na hakutakuwa na madhara. Kwa hiyo najua naheshimu bora wa kile ambacho yuko nacho. Najua hata pale ambapo timu inafungwa sio kwa sababu wakati mwingine inapenda kufungwa, ni namna ambavyo inalazimishwa kufungwa kutokana na quality ya mpinzani wake. Lakini kwa namna ambayo unamtazama Depu, ni mchezaji ambaye amekuwa na uhatari mkubwa sana kwenye hizi mechi ama timu za madaraja ya kawaida. Nitalithibitisha hilo tena kwa siku ya kesho, kwa sababu katika timu pekee ambazo zimebaki ni Azam FC. Kwa nitathibitisha hilo kwenye mchezo wa leo, mida ambayo itakuwa ni saa 2:30 usiku. Nataka kuthibitisha hicho ambacho nakizungumza ama nimekuwa nikifikiria kwenye kichwa changu, kwamba why Depu kwenye mechi kubwa simuoni, lakini kwenye mechi za kawaida namuona. Kwa nitathibitisha hilo leo dhidi ya Azam FC. Je, ni nyakati mbaya tu pekee ambazo amekuwa nazo anapokutana na timu kubwa, ama kuna namna ambavyo wapinzani wao wanajiandaa zaidi kwenda kumzuia Depu kuliko wachezaji wengine? Nahitaji kulithibitisha hilo siku ya leo. Bana, tusubirie dakika 90 zitazungumza zaidi. Saa 2:30 mechi itaanza. Kaa karibu na Kawabe Media, update mbalimbali zinakuja. Huyo ni Yusufu Bundala, mchambuzi wa masuala ya kabumbu, amebainisha namna ambavyo mchezo wa Azam na Young Africans utakuwa ubabe wa makocha wote wawili, lakini pia akamgusia Laurindo Depu kama leo hii atafanya kilicho bora, atamtoa pia kwenye daraja hilo la kusema ni mchezaji wa mechi ndogo. Mimi naitwa Ramake G, nyuma ya kamera yuko ndugu yangu Edi Santos, hakikisha engo zinakuwa vizuri kabisa.